Ndugu waandishi wa habari, katika mkutano wake wa 170 uliofanyika tarehe 26 Januari 2026 katika ofisi za Baraza la Mitihani, Baraza liliidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa kidato cha 4 uliofanyika tarehe 17 Novemba hadi tarehe 5 Desemba 2025. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa 595,810 walisajiliwa katika jumla ya vituo 6677, wakiwemo watahiniwa wa shule 569,883 waliosajiliwa katika shule 5864 na watahiniwa kujitegemea 25,927 waliosajiliwa katika vituo 813. Kwa watahiniwa wa shule, wasichana walikuwa 303,859 sawa na 53%, na wavulana 266,024 sawa na 47%. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 97.5 sawa na wanafunzi 555,606. Kuhusu matokeo, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.61 na hivyo kufikia 94.98, ambapo watahiniwa 526,620 wamefaulu kwa kupata division 1, 2, 3 na 4. Mwaka 2024 watahiniwa waliofaulu walikuwa 477,262 sawa na 92.37, na mwaka 23 walikuwa 471,427 sawa na 89.36. Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na 46.1, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division 1, 2 na 3 zimeongezeka wakati division 4 na 0 zimepungua. Mwaka 24 wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3 walikuwa 221,953 sawa na 43%, na mwaka 23 walikuwa 197,426 sawa na 37.4. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa 8.7. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa 526,620 waliofaulu, wasichana ni 278,108 sawa na 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni 248,512 sawa na 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni 53% na wavulana ni 47%. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu, ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 135,676 sawa na 52.3 ya waliofanya, na wasichana ni 119,728 sawa na 40.58 ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote 255,404 waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 53% na wasichana ni 47%. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa 6% kuliko wavulana, na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa 6% kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24, ambapo somo la history limepanda kwa 4.87 na kufikia ufaulu wa 78.23. Geography imepanda kwa 7.55 na kufikia 79.46, na civics imepanda kwa 1.32 na kufikia 71.66. Mwaka 24 history ilipanda kwa 10.16, geography ilipanda kwa 7.59 na civics ilipanda kwa 2.51. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 97.82. Kwa somo la English language ufaulu wake umepanda kwa 3.39 na kufikia 79.48. Mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa 7%. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha, ufaulu wa French language umepanda kwa 7% na kufikia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa 14.3 na kufikia 93.43. Na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa 17% na kufikia 50.62. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry
umepanda kwa asilimia 0.52 na kufikia asilimia 96.88. Physics imepanda kwa asilimia 10.06 na kufikia asilimia 84.04, na biology imeshuka hadi kufikia asilimia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya sayansi nao uko vizuri, ambapo engineering science ni asilimia 86.12, agriculture asilimia 94.81, information and computer studies asilimia 95.52, additional mathematics asilimia 95.91, na food and human nutrition ni asilimia 100. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24, 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa asilimia 1.1 na kufikia sasa asilimia 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95.06, na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa asilimia 14.02 na kufikia asilimia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri, ambapo somo la theater arts ni asilimia 97.61, music asilimia 96.67, physical education asilimia 96.29 na fine art ni asilimia 84. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya asilimia 81.22 hadi asilimia 100. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri, kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastani. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, takwimu zaonesha waliofaulu ni 16,794 sawa na asilimia 73.83. Mwaka 2024 watahiniwa kujitegemea waliofaulu walikuwa 15,703 sawa na asilimia 62.51. Hivyo ufaulu wa watahiniwa kujitegemea umeongezeka kwa asilimia 11.32 ikilinganishwa na mwaka 2024. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo. Watahiniwa hao sasa wamepewa fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa wa mwaka 26 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Ndugu waandishi wa habari, Baraza la Mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili I na J cha sheria Baraza la Mitihani sura 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la Mitihani la Tanzania linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 25 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 25 yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz. Asanteni.